Unaona? Yes. And sasa maybe wanajaribu ku come up either kutumia hiyo advantage unaelewa, either ku exploit watu ama kuleta amani. Hizo vitu mbili. Yes. But you know sasa Mungiki sasa they stopped being amani. Mungiki wanajuanga kitu inaitwa amani. So although tuliambiwa waleta kama religious group, but sasa kafika place ikaacha kuwa kuhusu religion, ikakuwa tu ni vurugu. So you can't say these people they are bringing amani. And you know Maina Njenga alikuwa ni mkubwa wao. Na ikakuja kafika place jeti akashikwa, jeti akasema ameokoka. But right now vile amerudi akaanza kupigana na Gachagua imebaki, it is he is still the boss of Mungiki. So let us see what Taifa Leo is saying. Yes. Okay. So anasema aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga aonekana kuendelea kuandamwa na maovu ya kundi hilo anapoanza kuwania viti katika ulingo wa kisiasa. Licha ya bwana Njenga kutangaza kuwa amekatiza uhusiano wake na kundi la Mungiki na kujaribu kuwania nyafadhi za kisiasa kwa miaka 20 hajaweza kufaulu. Aidha ametangaza kuwa anawania wadhifa wa kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao mwaka wa 2020 mwaka wa 2027, that is sawa, na huenda uvundo wa Mungiki ukaathiri ndoto yake mara nyingine. Hii kwa sababu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua mwenye ushawishi mkubwa katika eneo la Mlima Kenya amedai kuwa analenga kufufua kundi hilo linalosababisha maafa na mangaiko kwa wakazi wa eneo hilo. Aidha bwana Njenga ameendelea kuhusishwa na Mungiki katika mahojiano kati yake na wanahabari na shughuli zake za kisiasa. Kwenye mahojiano yake ya Taifa Leo nyumbani kwake eneo la Kitengela, bwana Njenga pia alizungumzia madai yaliibuliwa na baadhi ya viongozi kwamba anatumiwa na Rais William Ruto anayekabiliwa na upinzani mkubwa katika eneo la Mlima Kenya. Bwana Njenga hata hivyo alihakikisha Taifa Leo kwamba hajakodiwa na Rais Ruto amsaidie kuelekeza uchaguzi mkuu wa 2027, akisisitiza kuwa lengo lake ni kuhakikisha kuwa watu wa eneo la Mlima Kenya wanapata nafasi katika afisi kuu serikalini. Okay, so that is what he is saying. Bwana Njenga anasema he has not, unajua watu kwa anasema is a project of Mr. Ruto. Do you think that is that? Sasa Zulfa, yes, utajuaje? How will you know? Unajua I can't go for sure to say that we don't know though. We don't know who is the government project. We don't know who is not a government project. Sindio? Like watu wamesema that CS Muturi ameongea kuhusu hii shughuli yake ya kidnapping after everything that happened to him. Yes? But unajua saizi that is that. Sindio? And you know that right now that CSs are getting vetted. And yesterday we saw something about Kambogo being vetted. Tukapata mtu akona 3 billion and all that. Watu Mutai Kagwa akona 842 million not worth. So like we saw that. Yes. Wacha kuanza nikuulize. Is it that maybe watu wengine walizaliwa vizuri ama? Kuna watu walizaliwa vizuri. Hizo zote. Kuna watu na hata imagine anapitanga hata kwa street. Anaona vile watu wanateseka. Na hata ajali. Hata isema acha nichukue mtu mmoja. Ama alikuwa na fake. No, they can't lie there. They you know huwezi danganya pale. Huwezi danganya pale. Like unadanganya aje pale?